Good news kwa mashabiki wa Simba ni kwamba kwanza klabu ya Simba inaonekana ndio timu ambayo ni tajiri zaidi Tanzania kuliko klabu nyingine yoyote kwa mujibu wa transfer market system. Na ukiangalia kwenye tovuti hiyo ya transfer market system kwa vilabu tajiri barani Afrika, Simba of course iko mbali by the way, kwa sababu utajiri wake ni mdogo, ina thamani ya euro milioni 2.18. Ina thamani ya euro milioni 2.18. Na kwenye ubora wa vilabu barani Afrika, kati ya vile vilabu 10 ambavyo vinaongoza msimamo wa vilabu bora barani Afrika, klabu ya Simba ndio klabu masikini zaidi kuliko klabu nyingine yoyote ile kwenye vile vilabu 10 ambavyo vinaongoza ubora barani Afrika kwenye chati ambayo ipo kwa mujibu wa tovuti ya transfer market system. Klabu ya Simba inaonekana kuwa na utajiri wa euro milioni 2.18. Of course kwa pesa yetu ya kibongo ni pesa nyingi of course. Hata wewe unaweza kukaa hapo calculate ukaona namna ambayo hiyo pesa jinsi ilivyo. Sio pesa nyingi sana wala sio pesa ndogo sana. Lakini kisoka yetu ya kibongo ni pesa nyingi. Lakini ukiangalia kwa uwiano wa vilabu ambavyo Simba anashindana navyo kwenye mashindano ya kimataifa, uwiano ni mkubwa sana. Hii tofauti ni kubwa sana, yani kati ya Simba na vilabu vingine vyote. Kwa sababu kwa mfano timu ambazo ziko chini, kwa mfano timu ya 10 ambayo ni CR Belouizdad, Shabab Riyadh Belouizdad, ina thamani ya euro milioni 19. Sasa imagine timu ya 10 ina thamani ya euro milioni 19 na ni timu ya 10 kwa ubora barani Afrika. Alafu timu ya 5 kwa ubora barani Afrika kwa maana Simba Sports Club ina thamani ya euro milioni 2.18. Sasa timu yenye thamani ya euro milioni 2 iko nafasi ya 5 kwa ubora barani Afrika, wakati timu yenye thamani ya euro milioni 19 iko nafasi ya 10. Maana yake ni kwamba Simba pia wamepata ya mafanikio kwa bahati. Yaani pamoja na mambo mengine yote, lakini kuna bahati fulani ambayo Simba anayo, kwa sababu hawatumii pesa nyingi sana, lakini timu yao pia haina thamani kubwa sana kama timu zingine, lakini bado wako ndani ya top 10. Yaani maana yake ni kwamba kwenye swala la uendeshaji kuna namna Simba wanaendesha timu yao vizuri zaidi, na bajeti ndogo na bado wanafanikiwa kuliko hizo timu ambazo zina spend pesa nyingi barani Afrika na haziwezi kutekeleza kile ambacho wanapaswa kutekeleza. Kwa mfano timu kama CR Belouizdad ambayo iko nafasi ya 19, iko nafasi ya 10, ina thamani ya euro milioni 19. Maana yake ni timu ambayo ina pesa nyingi, ni timu tajiri, thamani yake ni kubwa sana. Lakini ukiangalia kwa upande wa klabu ya Simba, yani wao thamani yao ni ndogo sokoni. Sasa hapa ni sehemu ambayo kidogo unaweza ukaona namna ambao viongozi wa Simba wamepambana kuhakikisha kwamba wanatengeneza mazingira mazuri ya timu kupata pesa nyingi zaidi, na not kupata pesa nyingi, yani wanatoa mazingira mazuri ya kuiendesha timu kwenye mazingira mazuri, kwamba pamoja na kwamba haitumii pesa nyingi, lakini ina uwezo wa kufanya vizuri kwenye mashindano ya kimataifa. Naomba niwaambie kitu kimoja, kuna thamani ya timu na matumizi. Yaani thamani ya timu ni ile value ya timu kwa ujumla, kwamba labda kama unavyosikia bilioni 20, bilioni 30 na nini. Sasa kwenye hiyo thamani mara nyingi matumizi huwa yazidi thamani ya timu. Yaani mara nyingi thamani ya timu inakuwa kubwa na matumizi yanakuwa madogo kuliko kwenye ile thamani ya timu. Maana yake thamani ya Simba ni euro milioni 2.18. Na maana matumizi yake yanatakiwa kucheza chini ya ile thamani ya club, na huwezi kutumia pesa nyingi kuliko thamani ya club. Ndivyo ilivyo. Yaani katika hali ya kawaida tu. Hata kwenye maisha ya kawaida, ni kama utajiri wako wewe labda ni milioni 200. Maana yake hata kwa mwezi huwezi kuzidisha matumizi ya milioni 200, yatakuwa chini ya hapo. Ina maana ili uweze kufanikiwa zaidi unahitaji kupata watu wazuri kwenye uendeshaji ambao wataendesha timu vizuri kiasi kwamba watacheza kwenye ile thamani ya club, lakini bado wataifanya klabu kuwa tajiri zaidi. Sasa Simba ukitazama kwenye ile orodha ya bora barani Afrika, Simba ndio timu maskini zaidi kuliko timu nyingine, kwa sababu thamani yake ni euro milioni 2.18 kwa mujibu wa transfer market system, wakati timu ambayo inashika nafasi ya 10 kwa maana ya Shabab Riyadh Belouizdad, CR Belouizdad, wao thamani yao ni euro milioni 19. Angalia juu yao kuna timu ambazo of course sio timu tajiri sana, lakini
walau unaona Simba imefanikiwa kupenetrate ama kuingia sehemu ambayo ni kubwa, pamoja na kwamba wanatumia pesa ndogo. Sasa kuwa na euro milioni 10 na kuwa na thamani ya euro milioni 19, kuwa na euro milioni 2, alafu bado unaingia ndani ya top 10, maana yake hicho sio kitu ambacho kinatokea kwa bahati mbaya. Ni kwa sababu ya mpango mkakati ambao Simba wamekuwa nao kwenye kuendesha timu yao na kufanya usajili wa wachezaji wao na kuvalue pia timu yao kwa ujumla. Kwa hiyo kwa upande wa Simba ni mafanikio makubwa sana na wamepiga hatua kubwa sana. Tunawapongeza kwa hilo kwa sababu ni timu ya mfano. Lakini kwa Young Africans nayo ni timu ambayo thamani yake ni euro milioni 1.78. Manake ndio timu maskini zaidi kuliko Simba. Kwa hiyo ukiangalia Simba kidogo thamani yake ni kubwa kuliko Young Africans kwenye ubora barani Afrika. So pia hicho ni kitu kingine ambacho Simba wamewazidi Yanga kwa namna moja ama nyingine, kwa maana kwenye ile thamani ya timu. Bado timu kama Yanga thamani yake inaonekana ni ndogo kuliko klabu ya Simba kwenye ushindani wa bara la Afrika. Kwa hiyo Simba anaendelea kutamba, lakini tunaombea timu zetu zote ziweze kutamba ili tuweze kufikia sehemu nzuri zaidi na kufanya mpira wetu uzidi kukua zaidi na zaidi na zaidi na zaidi.